Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katibu Mkuu, viongozi mliobaki nyote, ikiwa kazi yangu sema kweli ni kuomba dua na umma huu unaonesha kwamba wako katika mji wa Bibi Titi Muhammad, ambao naamini kwamba kura zao zote kwa asili 100% watampa Mama Samia Suluhu Hassan na mbunge Muhammad Omar Mchengerwa na madiwani ambao wa eneo hili wote. Kitu kikubwa ambacho naomba sote tumuelekee Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na tunyamaze kwa kutia nia kwamba ushindi ushapatikana, alhamdulillah rabbil alamin. Lakini hofu yetu ni amani. Sasa tunalomuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie siku ya tarehe 29 kuendelee kuwa na amani katika nchi yetu, na kwa kuwakumbusha wenzangu, wananchi wenzangu, kwamba siku hiyo sisi tukiwa tunapiga kura, lakini kuna wananchi wengine watakuwa wanazaliwa, wanakuja duniani. Naomba tuwapokee hao wanaokuja siku hiyo duniani, vichanga, tuwapokee ili hali nchi yetu ikiwa iko na amani na utulivu, ili na wao waonje haki ya kuishi katika amani na utulivu kama tulivyoishi sisi, na tukafanya mambo yetu na tukatekeleza ndozi zetu. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabisa aendeleze amani katika nchi yetu na utulivu tulionao. Sote tuwe na nia moja ya kumwelekea Mwenyezi Mungu, kumtaka atudumishie amani yetu ambayo tumeizoea, na wala hatuwezi kuwa mmoja katika sisi ni mkimbizi katika nchi nyingine kwa sababu ya kutoweka amani katika nchi yetu. Inatosha kuwa sisi tumewapokea wenzetu wakiwa wakimbizi kutoka katika nchi zao, lakini isigeuke na sisi tukawa wakimbizi kwa sababu ya machafuko ya aina ile. Mwenyezi Mungu ajalie siku hiyo kila mmoja katika sisi aamke asubuhi akiwa na afya njema na nia njema ya kwenda kumpigia kura Mama Samia Suluhu Hassan na wanaomfuata wote. Napenda na nasisitiza, tuko katika mji wa mama marehemu Bibi Titi Muhammad, ambaye kwa kushirikiana na baba wa taifa wameugombea uhuru kwa amani na utulivu. Sasa tusiwaangushe waasisi wetu huko waliko tukabadilika. Lazima twende mwendo ule ule, na Mungu atusaidie ili watu wapokezane vijiti katika uongozi mpaka siku ya Kiyama. Vitoto vyetu viendelee kupata nafasi ya kusoma kwa amani na utulivu. Vicheze vitoto vyetu kwa amani na utulivu. Na sisi tuendelee kuenjoy ushindi wa CCM kwa amani na utulivu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naomba nimkaribishe Baba Askofu Benedict Mwalisasi Madenge kwa ajili ya sala fupi. Karibu. Takuwa na mambo makubwa mawili.
Jambo la kwanza, nitakuwa na shukurani kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu ambayo ameyaonyesha katika nchi yetu ya Tanzania miaka 5 iliyopita, lakini pia nitakwenda kuomba ili Mungu aendelee kutulinda na kututunza kwenye kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi. Mungu wetu mwema, Baba yetu wa milele, wewe ni Mungu mkuu, siyebadilika, yeye yule yule jana, leo na hata milele. Baba wa mbingu na nchi, umetembea nasi miaka 5 iliyopita. Tumeona amani, tumeona utulivu katika nchi yetu, tumeziona baraka zako Mungu wetu katika nchi yetu. Melinda rais wetu, melinda viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa mikoa na majimbo. Bwana, tumeona ukuu wako na wema wako. Pokea sifa kwenye kiti chako cha rehema, Mungu wetu mwema. Usifiwe Mungu wetu mwema, usifiwe Mungu wetu mkuu. Lakini sio hivyo tu Bwana, tunaomba neema yako na baraka zako tunapoelekea kwenye uchaguzi mwezi huu wa 10 tarehe 29. Tunataka kuona baraka zako tena zikionekana katikati yetu, na zaidi ya yote tunaomba amani yako na utulivu wako uendelee kutawala katika nchi yetu ya Tanzania. Katika jina la Yesu ninakataa na kupinga kila mamlaka na roho za yule adui, roho za kuvuruga amani, tunazikataa na kuziharibu. Baba yetu na Mungu wetu, ukatawale Baba wa milele. Bariki tume ya uchaguzi, bariki Bwana wapiga kura wote, bariki watakaohesabu kura, bariki Bwana watoto wako Bwana watakapokuwa kwa siku hiyo. Bwana, tunakutegemea wewe ya kwamba utafanyika amani katika jina la Yesu, amen.